Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James ametoa siku 3 kwa fundi anayejenga majengo ya shule ya msingi Kitelewasi wilayani Kilolo kuhakikisha majengo yote ambayo hayajakamilika yanakamilika ili wanafunzi wanaotarajiwa kujiunga na shule hiyo waanze masomo katika mazingira salama na rafiki. Taarifa zaidi na Mwajuma Hassan kutoka Iringa. Hii ni shule ya msingi Kitelewasi iliyopo wilayani Kilolo ambayo hapo awali ilikuwa imechakaa kwa kiasi kikubwa, hali iliyozua taharuki kwa wazazi na walezi kutokana na majengo kuwa na nyufa, huku watoto wakiendelea kusoma ndani ya madarasa hayo. Majengo haya yalikuwa si salama, hasa kipindi cha mvua, hali iliyohatarisha usalama wa wanafunzi na walimu. Ukweli hali ya irisi ilikuwa tata. Kwa mfano haya majengo ilionekana kwamba inaweza tukaambulia vilio. Ina maana yalikuwa na nyufa zilizobomoka, tena yalikuwa na madirisha ambayo yalikuwa hayana nani kabisa. Watoto wamesoma kwa shida karibu miaka 15-20 wamesoma kwa shida kweli. Hata mimi ina maana hata kipindi tunachosoma sisi tulisoma kwa tabu kweli. Yaani si nyakati za mvua tu. Hapa pana asili ya upepo. Unakuta madirisha yalikuwa hayana madirisha yalikuwa wazi. Yalikuwa upepo unapiga sana. Kwa kweli ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Kutokana na changamoto hiyo, serikali iliingilia kati na kutoa shilingi milioni 170 kwa ajili ya ukarabati wa majengo chakavu pamoja na ujenzi wa madarasa mapya, vyoo, hatua iliyolenga kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia. Madarasa ya awali yapo hatua ya skimming na kufunga dari. Vyoo vipo hatua ya kufunga mfumo wa maji safi na maji taka. Ukarabati madarasa 6 ambayo ni haya hapa upo hatua ya kufunga milango sasa hivi na kurekebisha kazi ndogo ambazo zilikuwa zinarekebishwa. Kwa sasa shule hii inang'aa, ambapo mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James anaeleza azma ya serikali kuendelea kukarabati shule kongwe pamoja na kujenga shule mpya ili kuhakikisha elimu bora inatolewa katika mazingira salama. Kama ambavyo umeona leo, tutaendelea kukarabati, tutaendelea kujenga na kurekebisha kasoro zilizo kwenye majengo yaliyochoka na kujenga shule mpya kwenye maeneo yote ambayo yana shule kongwe na shule chakavu, ili mwisho wa siku watoto wetu na walimu wetu wawe kwenye mazingira salama na mazingira yenye hadhi ya elimu. Elimu ni kitu kikubwa, lazima kitolewe kwenye mazingira mazuri na yenye hadhi kweli kweli. Baadhi ya majengo ambayo hajakamilika, mkuu wa mkoa anatoa agizo. Kwa hakuna kuongeza hata dakika moja kwenye hiyo siku. Mradi ukamilike, tumkabidhi mwalimu ili mwalimu watoto wasome kwenye mazingira mazuri. Na watoto na walimu wetu wafundishe kwenye mazingira mazuri. Na huo mradi uishe sasa, twende tukafanye mradi mwingine. Maana miradi ni mingi. Inahitaji mafundi hawa, inahitaji wasimamizi hawa. Tunapomaliza mradi mmoja kwa wakati, tunaruhusu miradi mingine pia kuendelea na kusimamiwa vizuri. Kwa sasa wazazi wana kila sababu ya kutabasamu, wakisema hofu waliokuwa nayo kuhusu usalama wa watoto wao imeondoka, huku wakiipongeza serikali kwa hatua za haraka na uwekezaji mkubwa katika sekta ya elimu. Mwajuma Hassan, EATV, Iringa.